Taarifa za watu kupotea au kupatikana wameuawa katika maeneo tofauti hapa nchini zimeonekana kukithiri. Ni hapo jana ambapo miili ya watu waliopotea ilipatikana katika kaunti ya Murang'a. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed amepata picha za kipekee mmoja wa watu walionaswa mjini Garissa na kufikia sasa hajapatikana. Tarehe 8 mwezi Aprili katika kaunti ya Garissa, siku chache baada ya zaidi ya watu 150 kuuawa katika chuo kikuu cha Garissa. Kamera katika duka hili la simu zilinakili yaliyokuwa yakifanyika. Kwa umbali utadhani wanaume hawa wawili ni wateja wa kununua simu, wanaonekana kuziangalia kwa kina na hata kuuliza bei. Waliingia mara ya kwanza. I never heard anything of that because nilikuwa hapo nyuma, sikuwa najua kinaelekea kwa ndani. But baadaye ndo nilijua kwamba walikuwa wanaulizana prices ya mobiles. Katolewa Samsung Galaxy A5, A3 na S5, 3 mobile phones. Anaingia mwingine mmoja na kukaa pembeni, huku wateja wengine kama huyu mwanamke wakiingia bila ufahamu yatakayebuka. So I never doubted this guy. Baada ya hapo wawili tena wakaingia, mmoja kuna kofia. Alikuwa anabeba chupa maji 2. Walipoingia hapo, mmoja wao kutoka nyuma alisongesha kiti kutoka karibu na dirisha karibu na kioo. Baada ya muda, jamaa aliyekuwa anataka simu ananyosha mkono huku akimweleza Hamza Mohamed Bare ambaye ndio muuzaji kwa wao ni polisi. Kwa haraka mwenzake anaruka upande wa nyuma na kumfunga pingu. Yule wa pembeni naye akimnyamazisha mwanamke huyu alionekana kujawa na hofu usio na kifani. Kisha waliondoka naye. Kulingana mmoja wa wafanyakazi, mmoja wao walirudi na kusema wao ni watendi wa serikalini. Picha hizi za Hamza Mohamed na watu waliodai kuwa ni polisi ndizo kumbukumbu ya mwisho ambayo familia yake imesalia nayo. Familia inaweza kuwa imefika katika vituo vya polisi Garissa na hata Nairobi, lakini juhudi zao hazijafua dafu. Juhudi hizo ziliwafikisha eneo la Murang'a ambapo miili ya watu ilipatikana. Hata hivyo, licha ya imani na tumaini waliokuza, hawakufanikiwa kumpata mpendo wao. Sio tu familia ya Hamza, maana familia nyingine iliyofika kuchukua miili ya mpendo wao ilieleza masaibu yaliyokumba na hofu ya kupotea mwenzao. Ni baadhi ya miili tu ambayo imeweza kuibuka kutokezea kuonekana katika sehemu mbalimbali nchini. Kuna miili ambayo imepatikana hata sehemu za Embu, kuna miili imepatikana mjini Naivasha, sehemu za Tsavo, Voi kule Mombasa na Nairobi kwenyewe, na ni baada ya kuwa jamaa walitoweka, na mara nyingi wanasemekana kuwa walionekana mara ya mwisho wakiwa na watu ambao walionekana kama watu wafanyikazi wa idara za usalama. Hata kuna ndugu yake mmoja alifuata kwa gari na alimwambia, kama mnachukua ndugu yangu acha mimi niwafuate. Akamsema utakufa ama utashuka. Alisema siwezi shuka, afadhali nikufe kwa sababu mnachukua ndugu yangu na sijui sababu mnaichukua. Walitupa kwa nguvu kwa ground na walienda hivyo. Miezi 5 baadaye, familia ya Hamza Mohamed aliyechukuliwa bado imezawa katika lindi la mawazo, huku visa hivi vya watu kupotea vikiendelea kuhangaisha jamaa za waliopotea. Hussein Mohamed, KTN leo, Weekendi.